Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na aliyekuwa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy anza kutumikia kifungo gerezani. Mwanamke ateketeza nyumba Korea Kusini kisa kuua mende. Katika uchaguzi wa Tanzania, mshindi kutangazwa ndani ya siku 3 tu. Na kule Kamerun, maaskofu watoa wito wa utulivu baada ya upinzani kujitangaza mshindi. Wanawake na wasichana wauawa kwa kiwango cha juu huku vita vikizidi ulimwenguni. Ripoti ya Umoja wa Mataifa yadai. Naam. Na tumai ubweri wape pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Cantona Joseph. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy leo ameanza kutumikia kifungo cha miaka 5 gerezani baada ya kuhukumiwa kwa uhalifu wa kula njama ya kufadhili uchaguzi wa mwaka 2007 kinyume cha sheria kwa kutumia fedha zilizotoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Bwana Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 aliwasili leo asubuhi katika jela la Sante mjini Paris akisindikizwa na mkewe Carla Bruni na kushangiliwa na wafuasi wake walioimba wimbo wa taifa. Kupitia ukurasa wake wa X, kiongozi huyo amedai ni mwathiriwa wa chuki na visasi na kuongeza kuwa anayefungwa leo gerezani sio rais wa zamani wa Ufaransa bali mtu asiye na hatia. Amekuwa akikanusha mara kwa mara kuhusika na makosa yoyote yanayohusiana na ufadhili wa uchaguzi wa mwaka 2007. Sarkozy ambaye alikuwa rais wa Ufaransa kati ya mwaka 2007 hadi 2012, atakuwa rais wa zamani wa Ufaransa kufungwa jela tangu Marshal Philippe aliyekuwa kiongozi wa Ufaransa aliyekuwa na mafungamano na utawala wa Kinazi kufungwa baada ya vita vya pili vikuu vya dunia. Sebastian Kauwe, mkuu wa gereza atakalofungwa Bwana Sarkozy, amesema kiongozi huyo atafungwa kwenye seli yake pekee tofauti na wafungwa wengine, lakini ataweza kutumia uwanja wa kufanyia mazoezi mara 2 kwa siku akiwa peke yake kwa sababu ya kiusalama. Seli atakayokuwa kama seli nyingine za jela hiyo ina bafu. Ataweza kuwa na televisheni ikiwa atalipia euro 14 kwa mwezi na simu. Wakili wake Jean-Michel Darroze amesema mteja wake anajiandaa kuelekea gerezani leo na atabeba fulana kadhaa atakazovaa kukiwa na baridi na viziba masikio kwani gereza huenda kukawa na kelele nyingi. Sarkozy pia aliofahamisha waandishi wa habari atabeba vitabu 3 kikiwemo Count of Monte Cristo ambacho kinasimulia mtu aliyefungwa jela kwa njia ya kionevu na kupanga jinsi ya kulipiza kisasi dhidi ya waliomsaliti. Baada ya miaka mingi ya vuta ni kuvute za kisheria kuhusu madai kuwa timu yake ya kampeni kuwa ilipokea mamilioni ya fedha kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, Sarkozy hivi karibuni alihukumiwa kifungo hicho cha miaka 5 jela. Polisi Korea Kusini wamesema wanatafuta kibali cha kumkamata mwanamke aliyesababisha moto katika jengo lake la makazi wakati akijaribu kumuua mende kwa kutumia kifaa cha kutengeneza moto kama kifaa cha kuteketezea, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani. Jirani mmoja na mwanamke huyo alipoteza maisha baada ya kuanguka kutoka gorofani katika jaribio lililoshindikana la kutoroka kupitia dirisha. Mwanamke huyo ambaye yuko katika umri wa miaka 20 alifahamisha polisi kuwa alijaribu kuchoma mende kwa kutumia kiberiti na dawa iliyowaka moto na kuongeza kuwa amewahi kutumia mbinu hiyo hapo awali. Hata hivyo, siku ya Jumatatu
baadhi ya vitu ndani ya nyumba yake vilishika moto. Polisi katika jiji la kaskazini mwa Osan wamesema mwanamke huyo anaweza kufunguliwa mashtaka ya kusababisha moto kwa bahati mbaya na kusababisha kifo kwa uzembe. Kuchoma mende kwa kutumia vifaa vya kulipua moto, iwe ni tochi au vifaa vya kutengeneza moto nyumbani, kumekuwa mbinu mpya kuondoa wadudu wa nyumbani, ikieleza kupitia video katika mitandao ya kijamii. Mwaka 2018 mwanaume mmoja nchini Australia aliteketeza jikoni mwake alipokuwa akijaribu kuwaua mende kwa kutumia kifaa cha kutengeneza moto kutokana na dawa ya kuua wadudu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania INEC imetangaza kuwa itatangaza mshindi kwa uchaguzi wa urais ndani ya saa 72 baada ya upigaji kura kukamilika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Kwa mjibu wa INEC, matokeo ya nafasi ya ubunge na udiwani yatatangazwa mara baada ya kukamilika kwa kujumuisha kura katika majimbo husika. Tume hiyo imesisitiza kuwa itachukua hatua zote kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa uwazi, haki na kwa kufuata sheria. Haya yanajiri huku uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Tanzania kwamba kuratibiwa kufanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa upande wa Tanzania bara, mchakato mzima utasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ambayo imehakikisha kila hatua inafanyika kwa uwazi, haki na usawa. Kwa upande wa Zanzibar, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC ndiyo inayosimamia uchaguzi wa rais, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Hii inahakikisha kwamba mchakato wa uchaguzi unaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za nchi zote mbili. Watanzania wanajiandaa kuchagua viongozi wao. Chama kikuu cha upinzani Chadema hakitashiriki uchaguzi kufuatia mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yuko gerezani kwa zaidi ya miezi 4 kwa tuhuma za uhaini. Kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa nchini Kamerun limetoa wito kwa utulivu, huku hofu ikiongezeka na kwamba huenda ghasia zikazuka mara tu matokeo rasmi ya uchaguzi wa urais yatakapotangazwa. Mgombea wa upinzani na msemaji wa zamani wa serikali Isa Chiroma Bakari ametangaza kuwa ni mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 12, akisema alimshinda Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 ambaye anatafuta kuongoza utawala wake wa miaka 43 kwa miaka 7 zaidi. Tamko la Chiroma ilikosolewa na serikali ya chama tawala cha Biya, huku maafisa kadhaa wakielezea kuwa ni kinyume cha sheria. Baraza la Katiba la Kamerun bado halijatoa matokeo ya mwisho. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema wanawake na wasichana wameuawa kwa kiwango cha kuvunja rekodi, na wengi wanawake na wasichana waliachwa bila ulinzi huku vita vikizidi ulimwenguni. Ripoti ya mwaka huu ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, amani na usalama inasema huku ulimwengu ukishuhudia idadi kubwa zaidi ya mizozo ya vita kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1946, hali hiyo inasababisha hatari na dhiki kubwa kwa wanawake na wasichana. Ripoti hiyo imesema wanawake na watoto waliouawa mwaka huu wa 25 imeongezeka mara 4 ikilinganishwa na hali ilivyokuwa miaka 2 iliyopita. Na visa vya unyanyasaji wa kingono vimeongezeka kwa asilimia 87 katika kipindi hicho. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wakati huu basi, msikilizaji, tunaungana na shirika la DW ambao ni washirika wetu kwenye matangazo ya ripoti za waandishi kote kote ulimwenguni, ambapo wakati huu basi wapo basi unaungana nasi, basi hauje kosea napoenda kupokea ripoti za waandishi kutoka kote kote ulimwenguni, ambapo Rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amewasili kwenye gereza la Sante nchini Paris tayari kuanza kuhudumu kifungo chake cha miaka 5 jela. Sarkozy alipatikana na hatia ya kula njama za kupata ufadhili kwa ajili ya kampeni zake za urais kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi. Bado anapinga
hukumu na uamuzi anaosema sio wa kawaida wa jaji kumtia ndani akisubiri rufaa. Lilian Mtono na taarifa hiyo kwa kina. Mkewe Carla Bruni, huku akishangiliwa na umati wa wafuasi wake waliokuwa pia wakiimba wimbo wa taifa wa Ufaransa. Sarkozy aliyehukumiwa kifungo hicho mwezi uliopita atakuwa rais wa kwanza wa zamani wa Ufaransa kuhukumiwa kifungo tangu Rais Marshal Philippe aliyehukumiwa kifungo baada ya vita vya pili vya dunia kutokana na kushirikiana na wanajeshi wa Kinazi. Muda mfupi baada ya kuingia kwenye gari kuelekea kwenye gereza hilo la La Santé, Sarkozy alichapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X alioelezea alikuwa muhanga wa chuki na kisasi. Hukumu ya Sarkozy inahitimisha miaka kadhaa ya mivutano ya kisheria kufuatia madai kwamba alipata ufadhili wa mamilioni ya fedha za kampeni zake za urais za mwaka 2007 kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi, ambaye baadaye alipinduliwa na kuuawa wakati wa vuguvugu la maandamano yaliyoshuhudiwa katika nchi za Kiarabu na kusababisha mapinduzi. Hata hivyo, Sarkozy amekana madai hayo na ameita kesi hiyo kuwa iliyochochewa kisiasa, huku wakili wake Christophe Ingres akiwaambia waandishi wa habari kwamba wamewasilisha ombi la kuachiliwa kwa mteja wake muda mfupi baada ya kufika gerezani. Baadhi ya wafuasi wake waliokusanyika kwenye makazi yake yaliyoko kwenye mtaa wa kitajiri mjini Paris mapema leo walionyesha kutoridhishwa kabisa na madhila dhidi yake baada ya mwanaye wa kiume Louis mapema Jumanne hii kuwaomba kuonyesha kumuunga mkono baba yake. Mmoja ya wafuasi hao ni Michel Perrier, mama mwenye umri wa miaka 67. Niko hapa kwa sababu ya ghadhabu na dhuluma. Hatuelewi. Kwanza, hatendewi haki kama wengine. Ni mtu anayejua siri za serikali. Ni mtu ambaye amekuwa akifanya kazi yake, alisimama imara. Hatuelewi. Muda mfupi kabla ya kuingia gerezani, Sarkozy na mkewe walionekana wakitembea taratibu kwenda kuungana na watoto wao Jean, Pierre, Louis na Julien pamoja na wajukuu zao ambao pia walikuwa nje ya nyumba. Akaingia kwenye gari lake. Bado anapinga hukumu na uamuzi anaosema sio wa kawaida wa jaji kumtia ndani akisubiri rufaa, na safari yake kutoka ikulu ya Elysee hadi kwenye gereza la La Santé imeibua maswali kwa Wafaransa wengi. Kulingana na mawakili wake, Sarkozy atazuiwa kwenye chumba cha pekee yake na kutengwa na wafungwa wenzake kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo, wamesema tayari alikwishajiandaa kisaikolojia na kimwili. Aliandaa nguo kama masweta kwa kuwa vyumba hivyo huwa na baridi kali na kelele nyingi. Wamesema ni wazi atapitia mateso makali, lakini amejiandaa. Na yeye mwenyewe Sarkozy aliliambia gazeti la La Tribune Dimanche kwamba haogopi jela, atakuwa jasiri hata atakapofika mbele ya milango ya gereza. Haya ndio hali ambayo inajitokeza. Tutakuwa nafuatilia taarifa hiyo kwa kina, ambapo rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amewasili kwenye gereza la Santé mjini Paris. Rais wa Marekani Donald Trump amelionya kundi la Hamas kwamba litaangamizwa ikiwa litavunja makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Trump, hata hivyo, amesema atawapa Hamas nafasi ya utekelezaji mkataba huo wa kusitisha mapigano. Israeli imesema mwili wa mateka aliyekuwa akishikiliwa Gaza na uliorejeshwa na Hamas jana unatambuliwa kuwa mwili wa Tel Chaime, afisa wa jeshi aliyeuawa Oktoba 7. Babu Abdalla na taarifa hiyo kwa kina. Mkuu wa Australia Antonio Albanese, Rais Trump ameeleza kuwa Hamas inafahamu wazi matokeo ya kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Trump ameionya Hamas kwamba iwapo watakwenda kinyume na makubaliano hayo, hawatakuwa na budi ila kuliangamiza kundi hilo. Tulikuwa na wingu jeusi huko Mashariki ya Kati, na sasa kuna hali tete kidogo na Hamas, japo hali hiyo itashughulikiwa haraka sana, na ikiwa Hamas hawataiweka sawa, basi watakuwa wanakiuka makubaliano hayo. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance ameelekea Israel mara tu baada ya kauli hiyo ya Trump, akiungana na wajumbe wawili wa ngazi ya juu wa Marekani baada ya kushuhudiwa vurugu mwishoni mwa wiki zilizotishia kuvunjika kwa mkataba huo wa kusitisha mapigano. Trump alikuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha mkataba huo yapata wiki mbili zilizopita, ingawa kumekuwa na dalili za mara kwa mara za kuvunjika kwa mkataba wenyewe, huku Israel
ikilaumu Hamas kwa kuchelewa kuikabidhi miili ya mateka waliokufa na kwa kuendeleza mashambulizi. Mpatanishi mkuu wa Hamas Khalil al-Haya ameliambia shirika la habari la Misri la Al-Qahera News kwamba kundi hilo limejitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Amesema, na kama ninavyomnukuu, tunapata changamoto kubwa katika kuitoa miili, lakini tunafanya kila tuwezalo kuitafuta miili hiyo, mwisho wa kumnukuu. Trump pia amewaonya wanamgambo hao wa Kipalestina dhidi ya kuwanyonga hadharani wapinzani na washirika wanaojaribu kuwakosoa katika wakati ambapo kundi hilo linajaribu kurejesha tena udhibiti wake kwenye ukanda wa Gaza ulioharibiwa kwa vita. Wakati hayo yanaendelea, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetoa taarifa kuthibitisha kutambuliwa kwa mwili wa mateka aliyerejeshwa jana na Hamas kuwa ni wa Sajenti Meja Tal Chaimi, afisa wa jeshi aliyeuawa Oktoba 7 mwaka 2023. Jukwaa la familia za mateka ambalo ni shirika kuu linalotetea kurejeshwa kwa mateka kutoka Gaza limesema kwamba Chaimi alionyesha ujasiri wa kipekee kwa kupigana kwa saa kadhaa wakati kulipotokea shambulio na Hamas. Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo. Pote pale ulipo msikilizaji, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili. Tunashirikiana na shirika la DW kwenye ripoti hizi za waandishi wa habari, ambapo sasa hivi ni habari za dunia. Japan, kwa mara ya kwanza taifa hilo limemchagua mwanamke kuwa waziri mkuu. Sanae Takaichi, mwanasiasa wa mrengo wa mkali wa kulia na mshirika wa muda mrefu wa waziri mkuu wa zamani hayati Shinzo Abe, anaingia madarakani katika kile wachambuzi wanakitaja kuwa mwelekeo mpya wa kisiasa. Najat Omar na taarifa hiyo kwa kina. Kanuni za bunge la wawakilishi, Sanae Takaichi anateuliwa rasmi kuwa waziri mkuu wa Japan. Hiyo ni sauti ya spika wa bunge Fukushiro Nukanga, huku wabunge walipiga makofi wakati Sanae Takaichi mwenye umri wa miaka 64 alipothibitishwa rasmi kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo na wa 104 kwa ujumla. Anachukua nafasi kutoka kwa kiongozi aliyeondoka Shigeru Ishiba ambaye alijiuzulu kufuatia matokeo duni ya chama chake katika uchaguzi wa hivi karibuni. Takaichi ambaye ni kiongozi wa chama cha Liberal Democratic kinachotawala alipata kura 237 kati ya viti 465 vya bunge la chini kabla ya kupata uungwaji mkono kama huo katika bunge la juu. Kupanda kwa Takaichi kunatokana na makubaliano ya dakika za mwisho ya kuunda muungano kati ya chama cha Liberal Democratic ambacho kinatawala siasa za Japan kwa miongo kadhaa na chama cha mrengo wa kulia cha Japan Innovation kinachojulikana kama Ishin. Kwa pamoja vyama hivi viwili havina viti vya kutosha bungeni, jambo linalomaanisha kuwa kiongozi huyo mpya atalazimika kushirikiana na upande wa upinzani ili kupitisha miswada muhimu. Takaichi ambaye ni mwanafunzi wa kisiasa wa marehemu Shinzo Abe na shabiki mkuu aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Margaret Thatcher, anatarajiwa kufufua sera ya Ebony Coast inayozingatia matumizi makubwa ya serikali na upatikanaji rahisi wa fedha ili kufufua uchumi wa Japani unaodorora. Mai Maimoto ni mwanamke anayefanya kazi ya mauzo mwenye umri wa miaka 29, anasema, Nilipomwona kwenye televisheni nilihisi kwamba ni mtu mwenye nguvu na ushawishi mkubwa. Kulikuwa pia na utata kuhusu kauli yake ya kazi, lakini ilionyesha wazi jinsi alivyo na ari na motisha kubwa. Takaichi anakabiliwa na jukumu gumu la kufufua uchumi unaoelemewa na mfumuko wa bei na deni la taifa, huku akijaribu kurejesha imani ya wapiga kura baada ya miaka kadhaa ya kashfa za kisiasa. Baraza lake la mawaziri litakalotangazwa baadaye leo linatarajiwa kujumuisha mwandani mwingine wa marehemu Shinzo Abe, Satsuko Katayama, ambaye atakuwa waziri wa fedha wa kwanza mwanamke katika historia ya Japan. Asante sana Najat Omar kwa taarifa hiyo. Mchango wa vyombo vya habari nchini Tanzania katika kuripoti sawia kampeni pamoja na matokeo ya matukio katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu.
katika chaguzi 6 zilizopita, vyombo vya habari nchini humo vilitupiwa lawama na watafiti pamoja na wafuatiliaji wa siasa kuwa havitoi nafasi sawa kwa vyama vyote wakati wa kampeni. Mamlaka nchini Tanzania imekuwa ikivinyoshea kidole baadhi ya vyombo vya habari kwa madai ya kukiuka maadili na sheria nyakati za uchaguzi. Doto Bulendu na taarifa hiyo. Na kutawala kurasa za mbele za magazeti, mijadala katika mitandao ya kijamii, redio na televisheni ni mwenendo wa kampeni ambazo zinazidi kuchanja mbuga. Lakini je, hadhira ya habari hizo kwa maana ya wasomaji, wasikilizaji na watazamaji pamoja na watumiaji wa mitandao ya kijamii wanatathmini vipi kile kinacholetwa na vyombo vya habari wakati huu wa kampeni? Wengi wamekuwa wakichagiza kwa Oktoba tunatiki, Oktoba tunatiki. Sijaona hoja ya msingi ya kudadavua zile sera zinazowasilishwa. Kwangu mimi, hasa hapa nchini Tanzania, nimekuwa nikisikiliza Chama cha Mapinduzi CCM, ndio ripoti zimekuwa zikitolewa sana. Taarifa kienda sehemu fulani za kampeni nimekuwa nikisikia, lakini vyombo vingine tumevishuhudia, lakini vile ambavyo havina upinzani mkubwa na havifahamiki sana. Kuhusiana na content za uchaguzi ni kama vile matangazo. Kwa lugha mtaani naweza kusema ni unga, kwa maana ya kwamba havitoshelezi, hawajazama inside kudadavua ikiwa kile kinachosemwa ni kweli kinaweza kutekelezeka au la. Mamlaka nchini Tanzania zimekuwa zikivinyoshea kidole baadhi ya vyombo vya habari kwa madai ya kukiuka maadili na sheria nyakati za uchaguzi. Wiki chache zimepita, hali ikoje kwa mwaka huu? Namuuliza Edwin Soko, mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika MISA nchini Tanzania, juu ya hali ya waandishi wa habari na vyombo vya habari wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Ni kuanzia kampeni zilipokuwa zimeanza Agosti 28 mwaka huu, tumekuwa hatuna visa mkasa au madhira yaliyotokea kwa waandishi wa habari ya kuweza kuyarekodi na kuyaonyesha kama ni athari katika kampeni hizi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani vyombo vya habari vimekuwa na weledi mkubwa. Kutupiliwa mbali kwa baadhi ya habari, maeneo ya pembezoni kutokupewa kipaumbele, wagombea wasio na ukwasi kutokutengeneza habari, ni kilio cha muda mrefu nyakati za uchaguzi. Watafiti wanautazama vipi mwenendo huu mpaka sasa? Namuuliza Dr. Kanaeli Kale ambaye ni mtafiti na mhadhiri mwandamizi katika shule ya habari ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo bado Tanzania tunatakiwa tuendelee, waandishi wa habari wanatakiwa kuendelea kuhamasisha wananchi na kutoa elimu, kuhakikisha kwamba wagombea wote wanapata nafasi ya kuelezea sera zao na ilani zao za uchaguzi. Kwa niaba ya DW, mimi ni Doto Bulendu. Asante sana Doto Bulendu kwa taarifa hiyo, ukiwa kule maeneo ya Mwanza, maeneo ya maziwa makuu pale Mwanza, Tanzania. Nazidi kusonga mbele kwenye habari zetu Afrika leo mchana, habari za dunia, ambapo sasa hivi ni ripoti za waandishi wa habari. Vijana wa Madagascar walioendesha vuguvugu la maandamano iliyomtoa madarakani rais wa zamani Andry Rajoelina wamepinga uteuzi wa waziri mkuu mpya Hailemariam Rajaonarivelo. Vijana wanasema wana mashaka na uteuzi huo kutokana na waziri mkuu huyo kuonekana kuwa karibu na baadhi ya viongozi wa serikali iliyoondolewa madarakani. Vyama vya wafanyakazi ambavyo daima huwa katika hali ya malalamiko navyo vinaona ni kama juhudi zinazochukuliwa na utawala mpya ni kama nusu ya kile walichokitarajia. Silvenas Karemera na taarifa hiyo kwa kina. Mbele ya vijana wanaotaka mageuzi na vyama vya wafanyakazi vinavyotaka mapinduzi kwa pamoja vinaleta wasiwasi mara tu jina la waziri mkuu huyo lilipotangazwa na katibu mkuu wa ikulu ya Madagascar. Picha na taarifa kuhusu yeye zilienea kwa haraka mitandaoni. Katika baadhi ya picha anaonekana akiwa pamoja na wanasiasa wa utawala uliopita huku akimpongeza rais wa zamani. Picha hizo pia zinamuonyesha katika picha akiwa anatabasamu huku akiwa pamoja na mfanyabiashara maarufu nchini humo Mami Lavatomanga. Hili limezua hali ya wasiwasi miongoni mwa vijana ambao wanasema kiongozi huyu wa kijeshi anaonekana kupuuza majina yao mawili waliokuwa wameyapendekeza tokea mwanzo. Kiongozi wa vuguvugu hilo la vijana
Randanaivo Aimé Nicolas amesema tuna mashaka na wasiwasi kuhusu chaguo hili. Hata hivyo, bado tunaamini katika mazungumzo na mwisho kuchukua uamuzi wa pamoja. Kwa hiyo tutafanya kikao chetu cha pamoja hii leo Jumanne kutathmini hali hii, kisha baadaye tutachukua uamuzi wa pamoja na tutatoa tangazo baada ya mkutano huu. Kwa upande mwingine, vyama vya wafanyakazi ambavyo daima huwa katika hali ya malalamiko navyo vinaona ni kama juhudi zinazochukuliwa na utawala mpya ni kama nusu ya kile walichokitarajia. Hata hivyo, waziri mkuu mpya aliwahi kushika nyadhifa muhimu kama vile kuwa mkuu wa chama cha waajiri cha wenye viwanda vidogo vidogo kwa muda wa miaka 10 na baadaye akashikilia nafasi za juu katika shirika la bima za umma nchini Madagascar. Kwa upande mwingine, uzoefu huu wa waziri mkuu mpya ndio umemfanya mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyabiashara nchini humo Basson Lakotomang kutangaza kwamba ana matumaini kuwa sasa mabadiliko yanakwenda kutokea nchini Madagascar. Sisi waandamanaji, hasa vyama vya wafanyakazi vilivyoongoza harakati ambazo zilisababisha waziri mkuu mpya kuteuliwa katika nafasi hii, tunatarajia mageuzi makubwa ya mfumo wa ajira. Kwa hiyo pia tunatarajia kutoa ushirikiano wa karibu, hasa kuhusu huduma za kijamii, afya na malipo ya pensheni. Kulingana na waziri mkuu mteule, shughuli za kuunda serikali mpya zinaanza leo Jumanne, na tayari rais wa mpito Mikhail Randrianirina ameahidi kuwa na serikali yenye uwazi ambayo itawapa sauti ya kutosha vijana wa Madagascar. Haya ndio hali ambayo nazidi kufuatilia. Msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki Radio Fortune Africa, idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri, na vile vile station transmitter link itakayoweza kutuwezesha kufikia wafuasi wengi walio kwenye mji wa FM. Wasilisha mchango wako kupitia PayB namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800, au till namba ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Unaweza enda kwenye Facebook yetu, utaona pale link ya PayPal iwapo unatatizika kutumia hizo mbinu ambazo nimekueleza hapo awali. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi Saumu Njama na vile vile Josephat Charo wanatuelekeza kwa yanayovuma mitandaoni. Wahindi wanapenda kupakana rangi hapa kwenye paji la uso, kuvalishana mashada ya maua. Sasa masuala kama haya yanafanywa vile vile na ibada hii kwa ajili ya kuabudu mbwa. Sasa katika shughuli hizi pia unaweza kuona hadi jeshi lipo pale linasimamia kwamba hii ibada inaendelea. Lakini nisiseme sana Josephat, kwa sababu katika mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook tumechapisha video inayolionyesha zoezi zima la jinsi ibada hii inavyofanywa na maajabu haya, mambo haya na vijimambo ambavyo vinatokea katika maeneo mbalimbali ya dunia. Sasa baadhi ambao tayari wameshaitazama video hii katika mitandao yetu kama Thomas Nagaikaye anasema hii habari ni ya kuvutia sana. Inatufundisha mengi kuhusu tofauti wa tamaduni na namna watu wanavyotafsiri uhusiano kati ya mwanadamu na viumbe wengine muhimu. Anasema muhimu kila mmoja na uhuru wa kuabudu. Lakini Mwana Loresia, yeye ni shabiki wa Simba, anasema ninachowaza sio aina ibada na nani wanamwabudu. Swali langu ni je, maombi yao yanapokelewa na kujibiwa na huyo mnyama? Swali lake hilo gumu kulijibu. Lakini kuna imani yake yeye ndo anajua kama anajibiwa na ama ni vipi, na kama haya maombi yanasikiwa ama ni vipi. Uhuru wa kuabudu, tunaishia pale pale. Alphonse Barake anasema mbwa wenyewe wanaoabudiwa wanasemaje? Yani hata hao wanaokula miwa huku kwetu mitaani wakifika huko wataabudiwa. Umewahi kuona mbwa kila miwa? Hapa. Mapera? Hapa. Hayo ndo maajabu yenyewe ya Musa sasa. Wapo sana. Lakini vile vile mbali na masuala hayo, kwa hiyo ni msii tu kwanza msikilizaji na mtazamaji wetu atembelee mitandao yetu ya kijamii akaitazame video hii, kwa sababu ina rangi za kupendeza, wanyama ambao wametokea wamewekwa pale ambao wanajaribu kuabudu. Inavutia kwa kweli, lakini ndio hivyo, uhuru wa kuabudu. Lakini nisonge mbele hapa leo kama kawaida DW Kiswahili siku ya Jumanne tunakuletea Kurunzi la
live na tuko mubashara pale katika ukurasa wetu wa Facebook na vile vile YouTube. Leo hii John Juma na Suleiman Mwiru watakuwa mubashara kujadili siasa za Tanzania wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo na msihi msikilizaji na mfuatiliaji wetu sikose basi kujiunga nao ikiwa na maswali, ana mapendekezo, ana maoni, basi aende kuchangia mada pale katika mjadala huo inapotimu saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Haya, asante sana. Naona hapa tayari mwelekezi wetu Selina Mdemu anatuambia tusome maoni ambayo yametufikia kupitia channel yetu ya YouTube. Na muona hapa anaitwa Claude Kasambe, nasema Deutsche Welle nawapata vizuri sana nikiwa Kongo. Asante sana. Tumaini Turende Petro wa Geita Tanzania anauliza amani itapatikana lini huko ukanda wa Gaza. Mchata Anania wa Dodoma Tanzania anasema pongezi kwake Sanae Takaichi kwa kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa Japan. Kayuni Rashidi wa Dodoma Tanzania anasema pongezi kubwa Japan kwa kumpa nafasi mwana mama kuwa waziri mkuu wenu. Na mimi namuona hapa Mbaga Charles Kubeja akiwa Geita Tanzania anasema niwatakie kila laheri wa Tanzania wote katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Ellison Dixon akiwa Kierea Tanzania anauliza vita huko Mashariki ya Kati itaisha lini? Jackson Valence ametuandikia akiwa Dodoma Tanzania. Yanasema maamuzi ya bunge la Japan kufanya uteuzi wa waziri mkuu mpya mwanamke ni hatua ya imani kubwa na usawa wa kijinsia katika kufufua tumaini la uchumi mpya Japan. Miraji Njiwa huyo anatokea ni Moshi kule Tanzania anauliza suluhu mzozo huko Mashariki ya Kati litapatikana lini? Katika Facebook Baba Warda wa Moshi Tanzania anasema kwa sasa wananchi Tanzania tunahitaji tume huru. Pascal Kitange anasema ujasiri wa vijana wa Madagascar ni wa kipekee. James Baba akiwa Kierwa yeye pia anasema mahakama kuu mtendeni haki Tundu Lissu. Mogani Church anasema binafsi naona sioni kama Tanzania tutakuwa na uchaguzi wa chama kimoja, na nadhani naashiriwa hapo kwamba muda umekwisha. Josephat. Haya msikilizaji, basi endelea kuwa nasi. Muda mfupi tu kutoka sasa tunaanza mjadala wetu kuhusu uchaguzi wa Tanzania, mchango wa vyombo vya habari. Haya, asante sana. Hivyo ndio ilivyo msikilizaji, tupokea hapa Kiziba Mkonga kutamatisha awamu hii ya kwanza. Haya, moja kwa moja Kiziba Mkonga cha sasa. Tangulize na kumpenda zaidi mwenza wako kabla ya watoto wako. Ipe kipaumbele ndoa yako kabla ya watoto wako, maana neema ya watoto wako inatokana na amani ya ndoa yako. Penzi lenu likifa, watoto wanakuwa wahanga wa kwanza. Major on the major, don't major on the minor. Watoto ni minor. Lakini wengi wameweka nguvu zao zote kwa watoto wakasahau wanaohitajika kupatiwa uzito. Niko naye tu kwa sababu ya watoto. Hapo umekosea. Major on the major, don't major on the minor. Watoto watakuja, watoto wataenda pia nao kuanza familia zao. Mtasalia wawili hao ambao
mkionana mnachukiana. Na ndio maana kila wakati mimi hupenda kusema ni rahisi sana kupata rafiki anayekupenda tu kwa sababu ya utukufu wako, your crown. Marafiki wachache sana watakupenda na kuwa na wewe kwenye utukufu wako na kwenye mapito yako. Ukimpata wa hivyo, mtunze. Ni wachache sana watakupenda ukiwa chini kule mgodini. Wanasubiri ukue kwenye mlima, baada ya daraja kutengenezwa ndio watakuwa karibu na wewe. Hao ni wanafiki, si marafiki wa kweli. Rafiki wa kweli atakupenda ukiwa mabondeni na atakupenda vile vile ukiwa kwenye utukufu. Jifunze na msiba wa hayati Raila Amolo Odinga. Hapo tutajua marafiki wake walikuwa ni akina nani. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.